Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona huu uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Masters we. Mtazamaji na msikilizaji wangu Janja la Mjini TV, tumekuwa tukiweza kuangazia yale ambayo yanaendelea katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukiashiria yale ambayo yanapaswa kufanyika hapo kesho, ambapo wananchi na vijana wa kizazi cha Gen Z wamekuwa wakijiandaa kwa ajili ya maandamano ya kumng'atua mamlakani ambaye ni Rais Batili Samia Suluhu Hassan, ambaye alipata kuapishwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya ushindi katika uchaguzi wa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Ila Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake wameweza kutoa matamko tofauti ambayo yameelekezwa kwa vijana ambao wanatarajiwa hapo kesho, ikiwa ni tarehe 9 mwezi Disemba, kujitosa mitaani katika sehemu tofauti nchini Tanzania kwa ajili ya maandamano ambayo ni maandamano ya mageuzi ya serikali, ambao wanaamini serikali hii ni serikali ambayo ipaswi kuendelea kushikilia wadhifa, maana ni serikali ambayo inashikilia mamlaka kinyume na sheria. Kutokana na uchaguzi ulioweza kufanyika tarehe 29 mwezi Oktoba, wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliweza kupinga uchaguzi ule, wakidai si uchaguzi wenye huru na haki. Ila cha kushangaza, mkiniruhusu nitumie lugha ya Kiingereza, President Samia Suluhu Hassan's government has labeled tomorrow's planned nationwide demonstrations as an attempt to overthrow a government rather than peaceful protest. Home Affairs Minister George Simbachawene warned that the December 9 events coinciding with Independence Day lack legal permits and aim to destabilize the nation. Nikimnukuu, haya sio maandamano bali haya ni mapinduzi, Simbachawene declared, referencing the scale and intent behind the unrest. The minister's comments come amid heightened tensions following the violent crackdown on the October 9th election protest, which killed hundreds and drew international condemnation on Tanzania. Simbachawene cited intelligence suggesting foreign-backed elements are orchestrating the demonstrations with no clear organizers or defined goals. They want to overthrow the government, he alleged, urging citizens to stay away. Amid intensifying military and police deployments across the country, the US has issued security alerts for potential clashes. Opposition leaders, however, insist the protests are peaceful demands for democratic reforms. The government cancelled the Independence Day celebration, redirecting its funds to rebuild infrastructure damaged in prior unrest. Tomorrow's events could escalate the political crisis gripping Tanzania. Inaaminika kwamba ambaye ni waziri wa masuala ya nje akitambulikana kama Simbachawene ameweza kutoa tamko ambalo limedai kwamba ya kesho, yale ambayo yanapangwa kufanyika hapo kesho katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maandamano ambayo yanatakiwa kufanyika, amedai kwamba sio maandamano ya haki ila ni maandamano
ambayo yanapangwa kwa ajili ya kuweza kumng'atua mamlakani rais na kuweza kuiharibu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akidai ya kwamba mengi yale ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii na wale ambao kwa sasa wanaendelea kufadhili maandamano yale, anadai ya kwamba ni tume za kigeni ambazo zinatoa juhudi zao ndipo kuweza kuliharibu taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya manufaa yao binafsi, na akiwaomba wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wasiweze haswa kuweza kushawishika kuingia katika maandamano yale. Kando na matamshi haya ambayo yameweza kutolewa na huyu waziri wa masuala ya kigeni ambaye ndiye waziri mkuu wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leo pia alipata kutoa tamko, na tamko hili likielekezwa kwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haswa wale ambao ni wafanyakazi wa serikali. Wameombwa wasiweze kutoka manyumbani mwao kwa ajili ya maandamano ambayo yatakayokuwa yakiendelea. Deliberately ameweza kuannounce a nationwide curfew all over the country. Ikumbukwe taifa la Tanzania kwa maandamano ambayo yanatakikana kufanyika hapo kesho lipo katika darubini za mataifa ya ulimwengu na tume tofauti ulimwenguni ambazo zimekuwa katika mstari wa mbele kupinga mauaji yaliyoweza kufanyika katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na uchaguzi na ghasia za uchaguzi zilizofanyika baada ya uchaguzi wa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Hivyo hapo kesho raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikumbukwe vijana wa kizazi cha Gen Z, hata kabla ya hapo kesho kufikia, waliweza kuandika barua iliyoweza kutumwa katika ikulu ya urais nchini Tanzania tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 2025, na barua hile ilielekezwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aweze kupata kujiuzulu na kuweza kuvunja jopo lake la mawaziri na kuacha kuendeleza uongozi wa kibatili ambao amekuwa akiuendeleza baada ya uapisho wake katika uchaguzi uliokuwa na dosari na doa nyingi zaidi. Walimuomba Samia Suluhu Hassan apate kujiuzulu na kuondoka mamlakani na kuweza kuigura ikulu kabla ya tarehe 1 mwezi Disemba, ambayo ni wiki moja iliyopita. Ila Samia Suluhu Hassan aliendelea kujigamba na kujipiga kifua akidai ya kwamba hizo haki mnazozitaka nyie mnazijua. Basi kama mnazijua hizo haki, simje mniambia hapa ikulu. Mlidai ya kwamba ndugu zenu waliuawa katika maandamano yaliyofanyika baada ya ghasia za uchaguzi za tarehe 29. Je, mulitaka hao ndugu zenu wakija kuandamana sisi tuwakumbatie na tuwalaki, tuwape kongole kwa yale ambao waliowafanya? Sisi tuliweza kujitolea na kuweza kurejesha force ambayo walikuja nayo, na ndio maana tuliweza kuwaua. Si maneno yangu samani, mimi msiniweke maneno mdomoni. Aliyesema maneno haya Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake aliyoweza kuitoa takriban wiki moja iliyopita. Hii ilikuwa ni kama alitilia chumvi kwenye ndoda ndugu ambalo limekuwa likiwala na kuweza kuwasumbua wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tokea mauaji haya ya kikatili yaliyoweza kufanyika baada ya ghasia za uchaguzi za tarehe 29 mwezi Oktoba. Sasa hapo kesho, ikiwa ni siku ya kuadhimisha uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 9 Disemba, ikiwa ndio mwaka na tarehe ikiwa ndio tarehe ambayo nchi ya Tanzania iliweza kupokea uhuru wake kutoka katika mkoloni wa Ujerumani, hapo kesho wapo barabarani kujinyakulia uhuru kwa mara ya pili. Na kando na Watanzania, nimeona vikosi vingine ulimwenguni, ikiwemo vikosi ambavyo vinatetea haki za kibinadamu kutokea katika mataifa kama vile Kenya, Marekani, Netherlands ama Uholanzi, zipo pia zimejipanga kuweza kujitosa barabarani hapo kesho na kwenda kutembelea
ofisi za ubalozi wa Tanzania katika mataifa yao, ndipo kuweza kujiunga pamoja na Watanzania watakaokuwa wakiandamana katika taifa lao hapo kesho, ndipo kuweza kuomba haki, uhuru kuweza kutendeka na kuweza kung'atuka mamlakani kwa rais batili Samia Suluhu Hassan. Ni hayo kwa sasa mtazamaji, achia maoni yako kwenye comment section. Tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau kusubscribe. Hii ni Janja la Mjini TV.